Kila jeshi lina siri zake. Kila jeshi lina siri zake. Ni lazima tuwe na utunzaji wa siri, kwa sababu mimi siwezi kwenda kuzungumza mambo ya magereza kwenye jeshi lingine au kwa mtu yote asiyehusika. Kwa hiyo siri za magereza ni siri za magereza tu. Siri za polisi sisi hatuzijui, lakini siri zao na wenyewe wanasisitiza hivyo hivyo kwamba lazima siri zitunzwe. Watanzania tunaipenda Tanzania, zawadi kutoka Mungu, tunayowaki kuilinda Watanzania. Mfanyabiashara na mtendaji, muasisi na afisa mkuu mtendaji wa huduma ya muziki raia wa Sweden, ndugu Daniel George Ek, aliwahi kusema, namnukuu, tunaamini kuwa tunaweza kuboresha dunia kwa wimbo mmoja baada ya mwingine, mwisho wa kunukuu. Ndugu Angelo Nemes Nakapape, akiwa ni askari aliyelitumikia jeshi la magereza kwa zaidi ya miaka 30, nyimbo zake alizozitunga kabla ya kustaafu si tu zimeendelea kuboresha taasisi yake pendwa iliyomlea na kumkuza, bali pia jamii nzima kwa ujumla. PHQ Habari ikiwa katika kutimiza majukumu yake mkoani Morogoro, ilibahatika kukutana na mwimbaji huyo na kufanya mahojiano naye kama ifuatavyo. Kwa majina naitwa Angelo Nemes Nakapape, ambaye nilikuwa chuo cha magereza Kiwira, nilikuwa mwajiliwa wa jeshi la magereza tangu mwaka 1986, chuo cha magereza Kiwira, Tukuyu, Mbeya. Baada ya kupata ajira nilibakia chuo cha magereza Kiwira, Tukuyu, Mbeya kama mwalimu wa uwanjani, pendekezo ambalo litokana na uongozi wa chuo Kiwira baada ya kuona kwamba nina uwezo wa kufanya kazi hiyo. Nimeweza kufundisha chuo Kiwira kwa muda wote huo mpaka na staafu. Nimefundisha masomo ya aina nyingi. Nilikuwa nafundisha upande wa silaha, magwaride mbalimbali, na pia utunzaji wa silaha na risasi. Lakini pia nilishiriki katika kufundisha somo la self defense pamoja na nyimbo mbalimbali ambazo zilikuwa zinatakiwa kuimba wakati wa passing out pindi wageni wanapowasili chuo cha magereza Kiwira. Nimesimamia shughuli nyingi ikiwemo mchaka na mambo mengi sana katika chuo Kiwira. Lakini pia nimeshiriki mafunzo ya KMG ambayo nilijifunza kwa muda wa mwaka mmoja pale kikosi maalum cha KM kilichopo Dar es Salaam. Baada ya kumaliza mafunzo, nilirudi chuo cha magereza Kiwira tena kama mwalimu na kuendelea na shughuli nyingine za kiukufunzi. Baada ya kutoka KM, tuliongeza taaluma yetu ya ualimu kutokana na shughuli zilizopo kule Kiwira, hasa somo la self defense pamoja na masomo ya ujanja wa porini, yani fieldcraft. Kupita kwangu KM kulinifungua mambo mengi ambayo yalinisaidia katika kufundisha wanafunzi waliokuwa wanapita chuo cha magereza Kiwira, hasa namna ya kuweza kukabiliana na utoro wa wafungwa wanapotokea magerezani, somo ambalo lilisaidia sana kuweza kufundisha askari. Lakini pia sikufanya shughuli tu hizo, niliweza kufundisha nyimbo za aina mbalimbali zikiwemo za kitaifa na za magereza. Wakati nipo pale nimefundisha nyimbo nyingi sana ambazo zimeweza kuliwezesha jeshi letu wakati ule kuweza kujulikana sana kitaifa, na hasa wimbo wa Amani ya Tanzania ambao ulipendwa sana na Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati huo mstaafu Mizengo Kayanza Pinda. Kabla tujaenda huko, umesema kwamba ulikuwa mwajiliwa wa jeshi la magereza. Ulistaafu mwaka gani? Nimestaafu 2019. 2019. Okay. Sasa tunakuja kwenye upande wa utunzi wa nyimbo. Kama unavyosema, umetunga nyimbo mbalimbali ambazo kimsingi zimeweza kulisaidia jeshi letu la magereza. Tuanze na wimbo wa magereza ambao unasema mimi ni askari magereza, ambao kimsingi ndio wimbo wa jeshi ambao unatumika kwa hivi sasa.
katika mfumo wa namna hii? Wimbo wa mimi ni askari magereza ni wimbo ambao nilotunga baada ya uongozi uliokuwepo kipindi hicho kutoka makao makuu ya jeshi kutoa ridhaa ya askari wa Tanzania kutunga wimbo wa jeshi ambao ungeweza kulitangaza jeshi letu la magereza, lakini pia ungeweza kuwafumbua askari kuwa na wimbo maalum wa jeshi la magereza. Hivyo tulitunga askari wengi, lakini wimbo wangu uliweza kuchaguliwa na kuwa wimbo maalum kwa ajili ya jeshi la magereza. Kwenye ubeti wa pili umesema kwamba nitatekeleza wajibu wangu kama chombo safi cha serikali, sheria nitazifuata. Na kwa nini unatumia hayo mazingira ya kufuata sheria za serikali ya jeshi? Askari magereza ni moja ya sehemu ya vyombo vya dola katika Tanzania hii. Kwa maana hiyo niliona kwamba kwa kuwa sisi ni chombo cha dola, ni lazima tujue misingi ya sheria za nchi. Pia ubeti wa tatu unaeleza maadili ya kazi yangu ndio dira yangu ya kuniongoza. Kwenye upande wa maadili unazungumziaje? Kwa upande wa maadili, askari lazima awe na maadili. Maadili yanaongozwa sana na nidhamu ambayo ndio msingi kabisa wa majeshi yote. Ukiacha magereza tu, majeshi yote lazima askari awe na nidhamu na ndio mwongozo kabisa wa jeshi. Hali ya maadili kipindi kwa kazini na kwa hivi sasa hali unaionaje? Kipindi kile maadili ya jeshi kilikuwa ndo kitu namba moja. Na sasa hivi nafikiri mwendelezo ndo ule ule. Bila kuwa na maadili ya askari hawezi kuwa na nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa kazi katika kuyatekeleza majukumu ya magereza. Naahidi sitapokea wala sitatoa rushwa. Rushwa ni adui mkubwa sana kwa taifa la Tanzania. Lakini pia ubeti wa 4 umezungumzia kipindi kidogo kwenye upande wa nidhamu kwamba ndio msingi wa haki katika kutekeleza majukumu, sitapokea au kutoa rushwa. Kwa nini kwenye wimbo huu umeweka rushwa? Nidhamu ni pamoja na kutokuchukua rushwa. Rushwa ndio adui mkubwa kabisa wa taifa letu, lakini kila askari lazima ajue kwamba kuchukua rushwa ni kosa kijeshi, lakini pia na kitaifa. Achilia mbali na jeshi la magereza, lakini pia tuzungumzie taasisi zote katika mifumo ya watu ambao bado yamkini wamo ambao wanapokea au kutoa rushwa. Nini kifanyike ili ugonjwa huu uweze kufutika kabisa ndani ya jamii zetu? Ni kufuata maadili ya kazi. Kwa mfano, rushwa inamfanya mtu asifanye kazi kwa uhuru. Inamnyima uhuru wa kufanya shughuli zake, lakini pia inadidimiza na zile haki zake za msingi kufanya kwa uhuru zaidi. Wakati wote ni wapo jeshini, nitazitii sheria zote za nchi yangu ya Tanzania. Wakati wote ni wapo jeshini, nitazitii sheria zote na pia kulinda siri. Kwenye upande wa siri unazungumziaje? Kila jeshi lina siri zake. Kila jeshi lina siri zake. Ni lazima tuwe na utunzaji wa siri, kwa sababu mimi siwezi kwenda kuzungumza mambo ya magereza kwenye jeshi lingine au kwa mtu yote asiyehusika. Kwa hiyo siri za magereza ni siri za magereza tu. Siri za polisi sisi hatuzijui, lakini siri zao na wenyewe wanasisitiza hivyo kwamba lazima siri zitunzwe.
Unawaambia nini wale ambao kimsingi yamkini kutokana na makuzi yao, malezi yao, mazingira yaliyotokea hawana moyo wa kifua wa kutunza siri? Mimi nawaambia kabisa kwamba siri ni mojawapo ya vitendea kazi vya askari kwenye moyo wake. Kwa mfano, usipokuwa na siri ukamwambia mtu ambaye hahusiki na siri za jeshi letu, anakuwa ametuacha wazi. Kwenye upande huo wa mimi ni askari magereza, kimsingi umeweza kuleta chachu kubwa, umekuwa chachu katika jeshi letu la magereza. Lakini ukiishia hapo na Kapape, kutokana na utunzi wako kama ulivyosema kwamba ulibatizwa chuoni kwa ajili ya kutunga nyimbo, ukatunga wimbo unaitwa Magereza Tanzania, jeshi imara la kurekebisha wafungwa nchini. Unafikiri ni msukumo gani ulikutuma ukaamua kutunga huu wimbo ambao ni mzuri sana? Niliona kwamba raia walio wengi huwa hawaamini kama wafungwa wakiwa magerezani hawateswi. Yaani dhana ya raia walio wengi wanajua kabisa mtu anapokuwa gerezani yeye ni mtu ambaye anapata mateso makubwa. Kwa hiyo mimi kutunga kwangu ule wimbo nilitaka kupeleka ujumbe kwa raia kwamba mtu anapokuwa gerezani anakuwa yuko salama na sio maseme ya mateso, ni sehemu ya mafundisho. Ndio maana ulisukuma kutunga wimbo ili kusudi raia wajue kabisa kwamba magereza sio sehemu ya mateso. Kimsingi wimbo huu ni mzuri na ndio dhima ya serikali kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba jeshi la magereza lijikite katika kurekebisha tabia za wafungwa ili mwisho wa siku wakimaliza vifungo vyao waweze kuwa raia wema. Lakini pia hata mkuu wa jeshi ni kitu ambacho amekuwa akisisitiza, na naamini kwamba pia hata mitaala ambayo imefanywa marekebisho inalenga huko kwamba kuhakikisha wafungwa hawa wanarekebishwa tabia zao ili mwisho wa siku waweze kuwa raia wema. Lakini pia hapo ukaongeza kusema kwamba wafungwa nao ni watu japo walishapengwa na jamii zao, inahitaji kazi kubwa kubadilisha tabia zao. Kazi ipi hiyo msikilizaji anataka kusikia? Ni kazi ipi ya kubadilisha tabia zao? Kwa mfano mfungwa labda alikuwa ni mwizi. Magereza wanachofundisha ni mafunzo ya kwenda kujitegemea, kwa mfano ufundi, kilimo cha mboga, bustani hizi. Kwa hiyo mtu akiwa vizuri gerezani kwa kufuata mafundisho yanayofundishwa, akifika uraiani ni lazima atakuwa ni mzuri sana kuepukana na vile vishawishi vingine ambavyo angekuwa navyo kutoka mwanzo. Katika huo wimbo umesema bila ya dhima ni bila ya jeshi, na dhima jeshi ni kuwa na jeshi imara la kisasa lenye wataalamu wa hali ya juu, mipango vya kitaifa na kimataifa. Hapo ulikuwa unamaanisha nini? Nilikuwa namaanisha kwamba sasa hivi ni wakati wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo lazima vitu vyote ambavyo vipo sasa vipo lazima viende na ukisasa zaidi. Kila mara nyingi tumekuwa na mabadiliko ya kila wakati kwenye utendaji wa kazi kutokana na hali ya dunia ilivyo. Mambo ya zamani yanatoka yanakuja mapya. Leo yatakuja tena ya zamani yanakuja mengine mapya. Kwa hiyo niliona kwamba tunaenda na sayansi na teknolojia ya ulimwengu jinsi inavyokwenda. Lazima tuendane nayo. Hapo umeongea vizuri kwamba dunia inabadilika. Kuna mambo ya kitaalamu, kwa mfano kama sasa hivi kuna mambo ya sayansi na teknolojia, teknolojia habari na mawasiliano. Lakini hayo mabadiliko pia yametumiwa na wahalifu. Leo hii kuna wahalifu ambao wanatumia teknolojia, maana yake ni wahalifu wa kisasa, wanatumia hata mitandao kufanya wizi, ndio kuna wizi wa mitandao. Jeshi kama ulivyosema kwamba ni kuwa na wataalamu wa juu ili kiwango cha kimataifa na kimataifa. Nini kifanyike na tuwapateje ili tuweze kukabiliana na huo uhalifu mambo leo? Mimi nadhani katika ajira sasa hivi zinazingatia sana sifa za mahitaji ya jeshi. Watu wanahitajika, wataalamu
Kwa mfano kama sasa hivi kuna waandishi wa habari, kuna wataalamu wa IT, kuna wataalamu wa kila aina. Ndio maana tunasema kwamba tunaenda na wakati. Kwa hiyo ajira ya Jeshi la Magereza inazingatia hasa vipaumbele vya mahitaji ndani ya jeshi. Ikitokea labda tumewapata hao wataalamu, maana kuwa na elimu ni kitu kimoja, lakini kuwa na maarifa ili kuweza kutumia elimu ulionayo ni kitu kingine. Tumepata wataalamu lakini pia yamkini hawajibiki ipasavyo. Nini kifanyike? Nadhani kwa viongozi waliopo hivi sasa, wapo watu wa namna hiyo ambao wanaweza wakabadilisha askari kutokana na tabia zao ambazo zinaweza zikawa tofauti na maadili ya jeshi. Kwa hiyo mimi nasisitiza tu kwamba waendelee kurekebishwa, kuelekezwa. Mabadiliko yanaweza hakawepo, japokuwa sio kwa kiwango hicho, lakini mabadiliko lazima yawepo. Pia upo wimbo unasema nidhamu ni kitu muhimu. Ni wimbo ambao ulitunga kwa hisia kali sana. Nidhamu kitu muhimu, tena msingi wa kazi katika kutekeleza majukumu magereza. Nidhamu kitu muhimu, tena msingi wa kazi katika kutekeleza majukumu magereza. Nilitunga kwa sababu moja, kwamba kipindi kile cha nyuma askari wengi hasa kuruta wanapokuja, nidhamu ilikuwa iko chini. Kwa hiyo ikawa mkuu wa chuo kipindi hicho aliandika kibao ambacho kinasema nidhamu, lakini kimezungusha maneno mengi sana. Nidhamu inaleta uvumilivu, inaleta ukakamavu, inaleta uadilifu, inaleta kitu chochote kile. Kwa hiyo mimi niliona kwamba ili kukoleza neno nidhamu na ili kusudi kila mtu ajue kwamba nidhamu ni kitu gani kwa upana wake, nikaamua kutunga wimbo huu wa nidhamu. Hivi nidhamu inaweza kuleta mafanikio kwa namna gani? Maana hapa kuna kitu unasema nidhamu huleta mafanikio. Mtu anaweza kujiuliza, hivi kwani nidhamu ni biashara? Nidhamu ni duka? Nidhamu inaleta mafanikio kwa sababu sisi askari tunaenda kwa chain of command. Mafanikio la kwanza ni kwamba unaweza ukapewa amri na kiongozi wako, lakini kama una nidhamu huwezi kutekeleza. Kama una nidhamu ni lazima utatekeleza, kwamba huyu ni askari afande wangu, ameniamrisha hiki niende nikafanya jambo hili, na unafanya. Lakini kama nidhamu anaona kwamba ile amri anayopewa sio amri halali. Kwa wale ambao wanakuwa hawafundishiki, labda uongozi unasema apite kulia yeye anapita kushoto, apite kushoto yeye anapita kulia, maana yake atendi nidhamu. Wewe unahisi kifanyike kitu gani? Ukingekuwa ulikuwa mwalimu wa chuo, mwalimu wa kijeshi, ili kuweza kuweka level sawa ya nidhamu katika jeshi, nadhani tusichoke kuambia askari kuhusu swala la umuhimu wa nidhamu katika jeshi. Lakini kungekuwepo pia na kozi ndogo ndogo angalau za wiki hata za mwezi kuweza kukumbushia askari. Umetokea jambo moja kwamba askari akimaliza depo basi anakaa muda wote bila kufanyia kozi ya aina yote mpaka aende kwenye koplo au kwenye sergeant. Lakini kungekuwepo na kozi ambayo inakumbusha askari kabla ya kwenda koplo, lakini inawakumbusha kwamba nidhamu inatakiwa kwa askari kupitia kozi ile ambayo inaweza kaita kama refresher kozi hivi, ili angalau asisahau ule wajibu wake katika kazi yake. Na unapendekeza hatua zipi pamoja na hayo mapendekezo ambayo umeyatoa kwamba ziwepo kozi ndogo ndogo za kumshia, lakini wale ambao wanaweza kaendelea kutotii, kuwa na nidhamu, nini kifanyike? Jeshi la Magereza lina miko yake. Askari ambaye anaonekana kabisa kwamba huyu ni mtovu wa nidhamu muda wote, kumbukumbu zake zinaonyesha kwamba hata ikirekebishwa harekebiki, nafikiri hatua za kijeshi zinajulikana, ichukue mkondo wake.
kuna kasehemu umezungumzia kuhusu kulinda amani. Unafikiri kwa nini amani umeichomeka kwenye upande wa wimbo wa nidhamu? Nilichomeka kipengele cha amani kwenye wimbo huo kwa sababu Tanzania hii bila amani na umuhimu wa amani kila mtu anaujua. Kwa hiyo niliona niweke hivyo ili kusudi ukubwa wa nchi yetu watu waujue kwamba umuhimu wa amani ukoje na una umuhimu gani katika nchi yetu. Sasa tunakuja kwenye wimbo wenyewe wa amani ya Tanzania ni nguzo yetu imara. Wimbo mzuri na nafikiri umependwa na watu wengi wakiwemo viongozi wa kijeshi na serikali. Amani, 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 amani ya Tanzania. Nguzo, 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 nguzo yetu imara. Ni kwa nini uliamua kutunga wimbo na umeuimba katika hali ya uso wa bashasha sana? Kipindi kile natunga huo wimbo kulikuwa na uchaguzi mbele yetu, na uchaguzi ule ulikuwa hauko vizuri. Kwa hiyo niliona kwamba nitunge ule wimbo ili kusudi uweze kuwaplease watu, watulie, wajue nini umuhimu wa amani katika nchi yetu. Kwa hiyo nikaona kipindi cha uchaguzi nitunge huo wimbo, Watanzania wajue kwamba vurugu hazitakiwi kwa sababu nchi yetu asili yake ni amani. Kwa hiyo niliona umuhimu wa kutunga wimbo huo kuambia Watanzania kwamba amani ya nchi yetu inapaswa kulinda, na kweli ilifanikiwa kwa sababu kipindi kile nimesema Waziri Mkuu Pinda alipenda ule wimbo, tukaenda Dar es Salaam ukapigwa picha na ukatoka TBC, kila siku ukao unapigwa hata mara 3 kwa siku. Kwa hiyo ujumbe ulifika pia kwa Watanzania wote. Unasema kwamba huo wimbo ulitunga kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu. Ndio. Na mwaka huu wa 2025 tunao uchaguzi mkuu ambao kimsingi tunatarajia kuwapata waheshimiwa diwani, bunge, wawakilishi, meza rais na kadhalika. Na pia umeuyanisha na mataifa ambayo yana vurugu, yana machafuko kama Kongo, Somalia. Nini kauli yako unapoelekea katika uchaguzi mkuu? Niliuyanisha nchi nyingine kwa sababu Tanzania ni kisiwa cha amani, na sio kisiwa cha amani tu kwa Tanzania, ni kisiwa cha amani pia katika ukanda huu wa Afrika ya kwetu. Kiukweli Tanzania ni nchi ambayo amani ndio kitu cha kwanza. Wengine wanazidi kuiga lakini hawafanikiwi kwa sababu wanashindwa. Tanzania asili yetu ni amani ya Tanzania yenyewe. Na kwa sasa hivi nimetunga wimbo unasema Tanzania nchi yetu. Bado tunazidi kulilia kwamba tuendelee kupenda nchi yetu. Unaweza kauimba kidogo wimbo huo? Ambao nimeuandaa sasa hivi. Yeah. Inasema kwamba Tanzania ni nchi ya watu tunaopendana sana. Tunafamiliana na tunapendana Watanzania wote. Ni mzuri sana. Yeah. Sasa kwenye upande wa uchaguzi kuna wapiga kura na wapigiwa kura. Ndio kwenye upande wa amani. Sasa tuanze na wapigiwa kura kwa maana ya wanasiasa. Kutokana na neno amani, yamkini wapo wanasiasa ambao wanaweza kutumia uwanja wa uchaguzi badala ya kuleta waunganisha Watanzania kwa kitu kimoja, sio kama inavyotakiwa. Nini kauli yako kuhusiana na wanasiasa ndani yetu? Mimi wanasiasa na wasi kwamba kwa kweli watumie siasa za kistaarabu ili wawashawishi wapiga kura wao waweze kuwapigia kura. Siasa za kutukanana, kuashifiana katika Tanzania hii hazina nafasi kwa kweli. Naomba tu kwamba wafanye
wafanye kampeni za kistaarabu ili kuweza kuitunza amani ya nchi yetu. Wapiga kura ambao ndio wananchi. Wapiga kura bwana, na wasihi tu kwamba watulie, waangalie kiongozi ambaye anawafaa, kwamba huyu kwa sera zake anafaa kuwa kiongozi wangu. Usiende tu ni mradi unamfuata mtu wa kabila lako au mtu tu wa namna yote ambaye unaona kabisa kwamba huyu hafai, lakini wewe unaona kwamba anafaa. Mimi nawasihi kwamba watumie busara katika kufanya uchaguzi wa viongozi wetu. Hizo ni baadhi ya nyimbo ambazo umetunga, lakini pia umeelezea wimbo ambao umetunga ambao umetoka kuimba kwa kutoa mfano. Je, zipo nyimbo nyingine mbali na hizi? Kuna wimbo wa Magereza ambao nimeona niwape kama zawadi. Uko studio unaitwa Magereza na wakati tulionao hivi sasa. Kwa maana kwamba sasa hivi tunaenda sayansi na teknolojia. So unaona sasa hivi gesi zinatumika magerezani, zamani ilikuwa hamna. Alafu kuna kusikiliza kesi hata kama hakimu hayupo, iko umbali mrefu, lakini unakuta mahakama mtandao. Ndio tunaandaa mahakama mtandao. Kwa hiyo nimetungia vitu vya hivyo kwamba mahakama mtandao, lakini matumizi halisi ya gesi kwenye magereza. Kwa hiyo nimeandaa wimbo huu ambao uko studio unaitwa Magereza na wakati tulionao hivi sasa. Unaweza kutupa kionjo cha sauti? Kwa kuwa bado nauandaa, nilikuwa naomba nisitoe siri ya kikundi ili kusudi pilau sijika ikaisha harufu. Na utakapokuwa hivi karibuni, nafikiri wiki ijayo kuanzia Jumanne utakuwa uko tayari. Ndio. Nitawakabidhi. Sasa ndugu Angelo Nakapape, kimsingi umetunga hizo nyimbo ni nyingi na wewe umesha staafu. Je, katika kustaafu kwako kuna mtu ulimwachia? Kuna mtu mmoja tunamwita MP3. Yeye ipo Magereza mkoa wa Morogoro, ambaye nilikuwa nimemwandaa. Anaendelea vizuri, japokuwa tuko tofauti maeneo tunayoishi, lakini nadhani yuko vizuri. Amekuwa akinipigia simu kwa ushauri, anapigia simu kuniomba maneno ya kutungia wimbo. Lakini naye kijana wangu kabisa ambaye ni askari magereza, anaimba kuliko hata mimi. Mtoto wako? Mtoto wangu amekurithi. Amerithi kipaji na anaimba vizuri pengine hata kuliko mimi, kutokana na jinsi ambavyo namuona mimi mwenyewe. Yuko kituo gani? Yuko gereza Iringa mjini pale. Na nadhani katika wimbo huu wa Magereza na wakati nao hivi sasa, na yeye ameshiriki kwenye kuimba huo wimbo. Sasa umesema kwamba hiyo kijana wako ameweza kulipa, lakini kimsingi Nakapape una kipaji kikubwa sana ambacho kwa kweli kimetumika ndani ya jeshi. Sasa kipaji imekuwa kuaje, au ulipata msasa, ulienda labda kwenye chuo cha sanaa? Ni kwa namna gani kimekuwa kikubwa kiasi hicho? Muziki bwana, nilisoma chuo cha Tabora. Miaka hiyo kabla sijaenda JKT. Nilienda pale nikasoma, nilipomaliza ndio nikapata nafasi ya kwenda JKT kambi ya Bulombola. Baadaye magereza ndio walikuja kutafuta askari. Mimi nikajiunga na magereza, nikaona kwamba taaluma yangu ile ya kutunga nyimbo, ya uimbaji, kutunga nyimbo, sababu mimi nikifunza ualimu wa kutunga nyimbo, sio kuimba, ualimu wa kutunga nyimbo. Lakini kuimba pia nimeweza kuimba kwa sababu huwezi kutunga wimbo kama hujui kuimba. Sasa hivi ni askari mstaafu. Naomba wasikilizaji waweze kuelewa maisha ya uko uraiani, maisha baada ya utumishi wa jeshi yakoje? Maisha ya uraiani yako vizuri. Kikubwa ni kuandaa akili yako wewe mwenyewe mstaafu kwamba sasa naondoka kazini kwenda nyumbani. Askari tulio wengi huwa tukubali kama na staff. Kubali kwanza kwamba ninaondoka, sipo kwenye system, na ujipange kiakili kwamba mimi naenda kuanza maisha yangu mwenyewe, mengine tofauti na masuala ya kijeshi. Hapo unaweza ukafaulu. Lakini pia na si kwamba tunapo staff
tusiangalie kuanzisha miradi ambayo hatuna uzoefu nayo. Hicho huwa kinatukwamisha sana, kwamba unapata hela kwamba ngoja nikanunue mabasi ili yaweze kunisaidia. Cha msingi ni kujipanga tu kiakili kwamba mimi nimetoka kwenye system, naelekea nyumbani, nikafanya shughuli zangu za nyumbani zinazolingana na wewe mwenyewe jinsi ulivyo na kipato chako. Na Kapape, kimsingi mtu akiangalia afya yako, unakaa ni kijana wa juzi tu aliyetoka depo wakati umeshastaafu. Hebu tupe siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio kwa kweli ni kutunza afya, mazoezi hatuachi. Ni mazoezi nafanya sana, lakini nazingatia na chakula. Chakula mimi kwa kweli nakula mara moja. Nikishakula mara moja asubuhi, mchana, jioni huwa sili. Kwa sababu ya mazoezi, nafanya mazoezi, kutunza mazoezi, lakini pia muda wa kupumzika. Baada ya kufanya kazi, kupumzika na kutuliza akili na kufanya kile kitu ambacho hakichoshi akili. Hicho ndio cha msingi. Usichoshe akili sana. Fanya vitu ambavyo vinapita uwezo wa akili yako na uwezo wa maisha yako. Ni mazoezi yapi ambayo unayafanya? Mazoezi ninayofanya pia road work na mazoezi ya gym kidogo kwa ndani, kuweka tu mwili sawa ili kusudi mwili wangu usichoke. Ni shughuli zipi ambazo unajishughulisha nazo huko? Shughuli ambazo nashughulisha nazo ni kilimo cha mpunga, niko Ifakara, Morogoro, lakini pia na shughuli zangu ndogo za kawaida ambazo zinaniingizia kipato cha kawaida. Na sasa hivi ni mtumishi wa jeshi ambaye umestaafu. Je, na umeshatunga wimbo wa jeshi kiasi kwamba bado una mahaba na jeshi? Je, uko tayari kuendelea kulitumikia jeshi? Hapana. Kwa upande wa nyimbo nitaendelea kusupport, kwa sababu najua watunzi wapo, lakini sio kama mimi. Tunatofautiana, kila mtu na uwezo wake wa kufikiri na uwezo wake wa muziki. Kwa mimi kwa sababu muda ninao, sijabanwa sana na muda, naweza nikatoa kama msaada tu, isipokuwa tu support tu. Ni kwamba studio siku hizi bei ni gharama sana. Tunachotaka ni support, nikisapotiwa kidogo na nafungua milango kwamba kama kuna shughuli ya aina yoyote kimagereza ambayo inahitaji uwezekano wa kuweza kusupport sanaa, mimi naweza nikafanya. Na mwisho, ombi lako ni lipi kwa kamishna jenerali wa jeshi la magereza Jeremia Yoram Katungu, ukiwa ni askari mstaafu ambaye umelitumikia jeshi kwa uadilifu mkubwa? Mimi ombi langu ni kuendelea kumshukuru kamishna jenerali wa jeshi la magereza. Kuna vitu ambavyo vipo juu yangu, siwezi kusema mbele ya kamera, lakini vinajulikana kwa uongozi kwamba kuna jambo ambalo linafanyika. Mimi namshukuru sana, na viongozi wengine wa jeshi la magereza, makamanda na askari wote wa jeshi la magereza, kwa kweli nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Najua huwezi kufanya mazuri kwa watu wote wakafurahi. Wapo ambao pengine hawakupendezwa na kaliba yangu ya ufundishaji, lakini tuko pamoja. Nawapenda sana. Kamishna jenerali aendelee kupambana. Neno lako kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa jeshi la magereza, asichoke kulisaidia jeshi la magereza, aendelee kuwapa misaada ya aina mbalimbali. Nimeona mabasi yale ya kupeleka wahalifu mahakamani na vitu vingine vyote, lakini naomba asiishie hapo. Vipo vingi sana vya kusaidia jeshi la magereza, aendelee kuwasaidia siku zote. Na kwa upande wa staafu, naomba sana atuangalie, aendelee kutupa misaada, na hasa kwenye masuala ya maslahi atuangalie, atuongezee pale anapoona kwamba inawezekana. Asichoke, atusaidie. Asante sana. Amani yetu tunaipenda sana, ni zawadi katupa Mungu, tunayo haki kuilinda.